Mtazamaji wa Jambo TV, eneo hili lilosimama hapa ni ekari 6 ambapo lipo katika kijiji cha Migungani, kata ya Mbuguni, wilayani ya Rumeru, mkoani Arusha, ambapo mapema hii leo mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi kupitia CCM Fadhili Maganya ameweza kutembelea eneo hili, ambapo eneo hili limetolewa na wananchi wa kijiji hichi cha Migungani kwa jumuiya ya wazazi wa CCM. Na mwenyekiti huyo amefika hapa na kuzungumza na wananchi, huku akaahidi kwamba eneo hili kutajengwa kituo cha malezi, ambapo ndani ya kituo hicho kutakuwepo na sober house kwa ajili ya watu wote wale ambao wana matatizo ya afya ya akili. Lakini pia ameeleza ndani ya kituo hicho cha malezi kutatolewa pia elimu ya VETA ambayo itaenda kuwasaidia vijana. Ziara yangu hii inalenga kuja kutambua eneo ambalo jumuiya ya wazazi ya wilaya ya Meru ya Chama cha Mapinduzi imelitafuta, na kijiji cha Migungani, kata ya Mbuguni, tarafa ya Mbuguni, wilaya ya halmashauri ya Meru na wilaya ya Rumeru imelitoa kwa jumuiya ya wazazi. Lengo kubwa ni sisi kutambua eneo hili, lakini tunalenga kujenga kituo cha malezi ambacho kitaendesha programu mbalimbali za mafunzo ya ufundi. Kama tunavyojua VETA inavyofanya kazi zake, lakini kubwa tutaendesha pia hapa kituo kitakuwa ndani ya kituo, tutaendesha programu ya afya ya akili kwa vijana. Sisi jumuiya ya wazazi tunashughulika na malezi, tunashughulika na maadili, mbali na elimu, afya, utamaduni na mazingira. Kwa hiyo tumeona tupate, sababu huwezi ukaendesha malezi kama huna pahali ambapo unaweza pia ukawakusanya vijana wenye changamoto ya afya ya akili, lakini pia ukawaleta vijana wakajifunza, wakapata taaluma mbalimbali za ufundi. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tumepewa eneo hili ekari 6 ambalo sisi jumuiya ya wazazi kwa kushirikiana na wadau ambao wanapatikana na wataendelea kupatikana, tutakuja kujenga kituo hiki cha mafunzo, kituo cha malezi kwa ajili ya vijana. Sisi mkakati tuko ndani ya jamii. Kwa kweli malezi, kuporomoka kwa maadili ya vijana wetu na jamii kwa ujumla ni changamoto yetu sisi wote kama jamii, kama Watanzania, na wala isilaumiwe kundi moja kwamba nyie wazazi mpo, mbona mfanyi lolote. Hapana, sisi tunafikiri tuko ndani ya jamii, kwa hiyo tushirikiane na jamii katika kutengeneza malezi. Hapo nyuma wazee wetu hawa wanajua namna ambavyo Watanzania walikuwa, lakini mitandao hii, globalization, utandawazi umetubadilisha sisi. Sasa tumebadilika, tunaiga mikumbo ya nje, lakini bahati nzuri jamii hii ya Meru yenyewe bado inaendelea kusimamia mila na desturi zao. Kwa hiyo tunatoa wito kwa viongozi wa kijamii, machifu, malaigwanani, washili, viongozi wa dini, mashehe, maaskofu, kwamba sasa tujitambue, turudi pamoja kama jamii, tutengeneze vizazi vyetu vilivyopo na vinavyokuja kwa kusimamia maadili ya Kitanzania. Chama kinasimamia serikali ndio, lakini serikali pia ziko sera, ziko sheria, ziko kanuni na taratibu. Kwa hiyo pako pahali ambapo viongozi wa serikali na wasimamie malezi, wasimamie maadili. Bahati nzuri Tanzania, mfumo wetu, serikali inaanzia kwenye kitongoji, unakuja kwenye kijiji, unakwenda kwenye kata, tarafa, wilaya, mpaka taifa. Kwa hiyo jukumu hili la viongozi wa kiserikali, kwa mfano mwenyekiti wa kijiji hapa, na ana jukumu lake, na zinatakiwa ziwepo sheria ndogo ndogo, bila shaka na nyinyi mmeshaziweka, ambazo zina govern malezi katika kijiji. Labda muda fulani watu wasipige kelele, utaratibu wa kupiga yowe, namna gani ya watu kuitana, kuliko mtu tu anapita barabarani anapiga kelele na watu wanashtuka kwamba kuna kitu gani. Eneo hili nimeambiwa lina ukubwa wa ekari 6,
na ujenzi unatarajiwa kuanza muda wowote pale taratibu zitakapokuwa zimekamilika, ikiwepo upatikanaji wa hati. Lakini wakati huo hati inapatikana, mimi kwa nafasi yangu nitaendelea kuwasiliana na wale ambao wameonekana wako tayari kwa ajili ya kuja kutunga mkono. Kituo kitakuwa cha kitaifa kwa sababu ndicho tunaanzia. Jumuiya ya wazazi haijawahi kuwa na kituo cha malezi. Kwa hiyo tunapoanza sasa kitakuwa ni kituo cha kitaifa. Tuna miradi pia mbalimbali, ndugu mwandishi. Tuna plan kuwa na hospitali kubwa ya kisasa inaitwa shule ya Referral and Teaching School. Referral Hospital and Teaching School. Shule ya hospitali ya rufaa na shule ya tiba. Hii tunaijenga Kahama na ziko taratibu, tumeishaanza taratibu, zinaendelea. Lakini pia tumezungumza na wananchi wa eneo hili huku wakieleza furaha yao baada ya kusikia kwamba kutajengwa kituo hicho cha Sober House, lakini pia na VETA, wakieleza matarajio yao baada ya kukamilika kwa kituo hichi. Mimi naitwa Ana G. Nanyaro. Ujio wetu wa mwenyekiti wa wazazi taifa, nimesikia amani, nimefurahi na zaidi ya kufurahi kwa sababu kuna kituo kimoja amekitaja, mimi kwenye moyo wangu nimesikia raha. Hicho kituo cha afya ya akili au soba. Kwa kituo hicho mimi nimefarijika mno. Nimefarijika kwa sababu kuna vijana wetu huku ndani ya kijiji kwamba wameathirika kisaikolojia. Unakuta vijana wanatembea barabarani wanaongea wenyewe, alafu ni watoto wadogo mno. Kwa hiyo mimi kama mzazi wa wale watoto ninajisikia vibaya kwa sababu sina jinsi ya kuwasaidia. Lakini endapo tutapata hicho kituo, tutaletwa na wataalamu zaidi wa kuweza kuzungumza nao na kuwaweka sawa. Jina langu naitwa Elias Wilson. Kwanza kabisa kipekee kwa siku ya leo nipende kushukuru sana kwa ujio wa mwenyekiti wetu kuja kututembelea kwa ajili ya kuja pia kuona kwa hakiki eneo la sisi wa serikali ya kijiji tulilotoa kwa ajili ya kujenga VETA. Kwa hiyo mimi nishukuru sana, alipofika hapa ameamsha ari ya kuonyesha sasa VETA inajengwa. Maana imeshakuwa ni zoezi mazungumzo ya muda mrefu na watu wakifikiri kama imekuwa story. Lakini sasa siku ya leo imeenda kuonyesha kwamba sasa VETA inajengwa na tutakuwa tuna faida na Mikungani. Na sio faida tu peke yake kwa sisi wana Mikungani peke yake. Ni faida kwa kata nzima, kwa mkoa mzima na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo mimi nipenda nimshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuleta maendeleo mengi. Maana hata shule tumepokea miradi, VETA hii inajengwa sasa, vijana watakaokuwa wanamaliza shule watakuwa wanaajiriwa hapa. Kwa hiyo mimi nishukuru waandishi wa habari. Sasa tuambie umuhimu wa kujengwa VETA katika eneo hili. Umuhimu wa kujengwa VETA eneo hili hapa, umuhimu unapatikana kwanza kunufaika kwa vijana wetu wenyewe wa kijiji cha Mikungani. Lakini pili, kuna ajira zitajitokeza juu ya VETA hii hapa. Kwa hiyo ajira zitajitokeza, wako watu watafungua, kina mantilio watafungua biashara zao, watu wakulima watalima. VETA hii itasababisha